Kwa siku ya leo tutajifunza kitu kizuri na kimezoeleka kutumika na watu wengi katika ulimwengu huu wa leo. Tutajifunza kinywaji kinachoitwa soda. Ndiyo, soda ni kinywaji burudishi kinachotumika na watu wengi, haswa wengine labda wakifanya kazi ngumu, wanasema basi ngoja wajipongeze. Wengine wakifanya labda wakiwa wana furaha fulani au hafla fulani, kinywaji kile huwa kinawekwa mezani, mwisho wanakitumia kama kinywaji burudishi. Lakini tukubaliane kabisa, soda haina umuhimu wowote kwenye mwili wa mwanadamu. Haina faida yeyote kwenye mwili wa mwanadamu, bali inachokifanya inaenda kuchochea tu homoni mbalimbali. Unakuta labda mtu mwingine akinywa labda baadhi ya vinywaji na kutadi machozi, anasisimka. Ndio kazi yake ambayo sio ya muhimu sana kwa mwanadamu, na ni kinywaji chenye madhara mengi sana kwenye mwili wa mwanadamu. Ndio maana ukifuatilia watu wanavyotumia soda kwa wingi, unakuta mtu mwingine anatumia soda akiwa kijana, anafurahia kwa sababu kinga zake ni nzuri, lakini akifika umri fulani unashangaa mwili unaanza kukataa. Labda akitumia soda wanamwambia usinywe sukari, usinywe soda, usile vyakula vyenye hivi, usile vyakula vyenye sukari nyingi. Kwa nini ukifika umri ule wanamzuia asitumie vitu kama hivyo? Nami nakupendekezea ndugu mtazamaji au rafiki yangu, usipende kutumia kinywaji hiki, kwa sababu kinywaji hiki kinaleta magonjwa mengi, hasa ukifikia umri fulani katika maisha yako. Ni kweli ukiwa kijana utapenda sana kukitumia kinywaji kama hiki kama burudishi, lakini ukifika kuanzia miaka fulani, uzee ukikukuta, unashangaa mwisho wa siku una kansa ya koo, una kisukari, labda figo zimefeli, labda kiungo fulani kimeshindwa kufanya kazi. Unajiuliza, nimefanya nini? Mbona sijafanya kitu chochote? Mwisho wa siku naambiwa ulikuwa unatumia vinywaji vyenye sukari nyingi kwenye mwili wako. Kinywaji pendwa ambacho ninakupendekezea, jaribu kutumia sukari kwenye maisha. Jaribu kutumia maji kwa wingi kwenye maisha yako. Soda sio kinywaji rafiki kwako. Ndiyo utatumia na kitakusababishia kuathiri ubongo wako, namna ya kufikiri, namna kutunza kumbukumbu. Na ndio maana ukiangalia zile rangi zikiingia kwenye mwili wa mwanadamu zinapotelea ndani kwa ndani. Ukiangalia mtoto mchanga akitumia hizo zinamharibu taratibu. Wengine wanakuwa labda wana tumbo kubwa, wanakuwa na kitambi wakiwa wanakunywa majuisi kama hayo. Wanafikiria ni umaarufu, wanafikiria ni ujanja, lakini wanajimaliza wao wenyewe. Ninajua kwa sasa huwezi kuelewa madhara ya soda, lakini ukifika umri fulani na kuhakikishia utaelewa. Ndio maana vijana wengi sasa hivi wanafanya kazi kwa muda mfupi, wameshachoka. Vijana wengi wanapenda kazi laini, wameshachoka. Ndio maana nashifuatilia vifo vingi vinatokea katika ulimwengu huu. Vijana, watoto kwa wazee, ni mwendo wa kufa. Kijana kama mimi akifanya kazi kwa muda mfupi amechoka. Labda wengine hadi kuzalisha wanashindwa kabisa, kwa sababu ya mfumo na mtindo mbaya wa ulaji na unywaji unawasababishie uwamalize. Ndugu zangu, nakupa homework katika siku ya leo. Nenda kwa mtu mzee aliyepita miaka mingi, kamuulize, nipe siri ya uzee wako katika maisha yako. Ndipo utaelewa kuwa siri ya uzee atakwambia, nilikuwa natumia vitu vya asili, vinywaji asili ambavyo vilisaidia mimi kujenga mwili wangu katika maisha yangu.